Lakini pia leo niwapongeze kwa namna ambavyo mmekuwa mabingwa mfululizo, na leo jina hili ambalo tumepewa na rais wetu kwa kweli nalipokea. Na labda rais wetu hapa kisha kuelewa ni kwamba nimeona hapa hayati Lukuvi alikuwa na kadi ya wanachama, na mimi ndio nilikuwa pale kwenye msiba wake, na akashangaa sana kule mbinguni kama mimi ambaye nilikuwa kwenye msiba wake sina kadi ya wanachama. Na kwa kuwa hajawahi kuniletea, ninaiomba kadi. Pamoja na kwamba leo nimekuja kama mgeni rasmi, lakini pia nimekuja kujiunga rasmi na klabu hii ya Yanga. Nilikuwa nafikiria siku kama hii niweze kujiunga kwa sababu ya uzito wake, ili nijiunge kwa madaha kidogo. Mheshimiwa Rais, sikutaka kujiunga haraka kwa sababu nilikuwa sijakuamini sana kwenye uongozi wako, lakini nikaona kwa kuwa uongozi wako uko imara, na kwa sababu klabu hii pia imekuwa bingwa mara kadhaa, sina hakika kwamba nitakuwa najiunga kwenye klabu ambayo itanichosha. Najiunga rasmi kwenye klabu hii kwa sababu naamini tuko kwenye mikono salama chini ya uongozi wa Injinia Hersi. Lakini kama mzee Mkuchika ni mmoja wa wadhamini, wajumbe wa wadhamini, na mzee Mkuchika ni very senior kwenye serikali, kwenye chama, na hata juzi kwenye ubunge aliamua tu yeye mwenyewe kusema sasa inatosha. Sasa kwa nini leo mimi kama mkuu wa mkoa basi nisiwe hata mzee Mkuchika sio hata role model tu basi kwenye hilo? Sasa hawezi kuwa role model kwenye uongozi kwa serikali bila mambo mengine leo ndio kujanga. Jina hili la Bwana Peter ambao nimepewa leo Sherlile, nao limeongeza kasi ya mimi kujiunga na Yanga. Huyu ndugu yako Peter Sherlile kutoka kule Sundowns, South Africa, nafahamu anahitajika na watu wengi sana mpaka bilo hizi, lakini leo safari yake anakuja kutua kwenye viwanja vya Tanzania, Dar es Salaam, na atapokelewa pale Jangwani kwa Young Africans kwenye kambi yetu. Sasa hiyo ni kwanza ni heshima kubwa sana kwa taifa la Tanzania, lakini aliyesababisha heshima hiyo sio tu Mheshimiwa Rais peke yake, ni pamoja pia sio tu Mheshimiwa Dr. Samia peke yake katika kuongoza taifa, ni pamoja pia na Rais wa Young Africans ambaye ameona ni muhimu kuleta chuma ili kiweze kuunga jitihada katika ukanda wetu huu. 300 zinawekezwa katika kujenga viwanja hapa tu pamoja na barabara, lakini Arusha pia kuna uwanja mkubwa ambao unajengwa pamoja pia na viwanja vidogo vya michezo, the same Zanzibar. Mnafahamu kwamba viwanja hivi vitakapokamilika hata baada ya AFCON, ipo proposal kubwa ambayo lazima viwanja hivi kubwa vyote viwe attached na clubs ambazo ziko serious katika nchi yetu kwa ujumla wake, ama katika kuvimiliki kwa hisa au katika kujihudumia kwa maendeleo mapana ya tasnia ya michezo hapa nchini. Naomba kwa dhati tena tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa utendaji mkuu ambao ameufanya.
Sambamba na uwekezaji huo mkubwa ambao umefanyika, tunaamini kwamba wadau wakubwa ni Young Africans pamoja na clubs zingine, lakini specific leo kwa Young Africans ambayo mmenipa heshima kubwa kwa mjini rasmi leo. Moja proposal ambayo tunaiwaza kuipropose kwa viongozi wetu wakuu, akiwepo pia waziri wa michezo pamoja na Mheshimiwa Rais, ni kwamba kwa kuwa viwanja hivi ni gharama kubwa sana kuvihudumia, na hasa baada ya AFCON, kuna baadhi ya nchi walishawahi kuandaa mashindano kama haya ya AFCON, lakini mara baada ya mashindano haya kuisha, viwanja vyao vingi vimebadilika kuwa magofu na vimeota nyasi kwa sababu ya gharama kubwa sana namna kuvihudumia. Lakini leo ukipata klabu kubwa kama hii ya Young Africans, ukasema kwa mfano viwanja let's say vya Jimkana au viwanja vyovyote, viwanja vya Arusha, baada ya AFCON, klabu kubwa yote ambayo iko serious basi iweze kuwa attached kwa kuendesha kiwanja hicho kwa hapo, kwa maana serikali pamoja na klabu yenyewe. Sasa tunawaza namna hiyo ili kwa ajili viwanja vyetu visije navyo vikabaki kuwa ni magofu, bali clubs kama hizi kubwa ziweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba tasnia ya michezo inakuwa hapa nchini. Lakini jambo jingine la muhimu, Mheshimiwa Rais wetu wa klabu hii ya Young Africans, naomba sote kwa pamoja kumpigia makofi kwa uongozi wake mzuri sana ambao amefanya kutoka alipoingia mpaka sasa. Kama kuna viongozi watano au watatu ambao wameweza kuendesha clubs hizi kwa taaluma pana sana, basi ndugu yangu Injinia Hersi nadhani anashika namba moja kwa kuwa na weledi mkubwa kuongoza klabu. Naomba niwaeleze ndugu zangu, uongozi ni kazi sana. Leo nilikuwa nasoma klipu moja kwenye simu, inasema moja ya mikoa ambayo wananchi wake huwa wanalalamika sana, mara hamna biashara, mara uchumi mbovu, ni Dar es Salaam. Nikaklipu kako hapa, nadhani mambo ya utani. Lakini anasema tena ukija weekend unakuta mabari yote yamejaa, kila kitu kimejaa. Unajiuliza haya malalamiko ni ya kweli au ni ya uongo? Sasa anataka tu kuonyesha kwamba kuongoza watu ni kazi, kwa maana kwamba ukimsikiza kila kitu anachokiongea bila kuongeza za kwako, unaweza kukuta uongozi wako umefeli kabisa. Sasa tumpige tena makofi rais wetu wa Young Africans kwa kazi kubwa ambayo anaendelea. Leo pamoja na kwamba ana exit, lakini pia anaingia tena, kwa maana kwamba anaomba tena ridhaa na hajakuta mpinzani nadhani, na yote ile kwa sababu ya imani kubwa ambayo ninyi mmeweza kuonesha uongozi wake ambao umeufanya kwa kipindi hiki ambacho tunaisha kwa watu. Lakini pamoja na kumpongeza yeye, nipongeze pia viongozi wote wasaidizi ambao wanamsaidia. Nadhani kwamba mojawapo angelikuwa na legalega, bado klabu hii isingekuwa nzuri.